kabla hatujaanza, leo nipo na somo moja ambalo nitaweza kuliita somo hilo ukurasa wa mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe gani? Mwanadamu ni kiumbe dhaifu mwenye ametengenezwa na maji yenye udhaifu. Kabla hatujaendelea, gusa alama ya kulike na kushare na kucomment. Hapo basi tutaendelea na utakuwa wa kwanza kupata video hizi. Wa YouTube usiache kusubscribe, like na kucomment. Hapo utakuwa official kupata video hizi kile ambavyo zitatoka. Na ukipenda tutatoa mwendelezo wa simulizi hii kwa ufupi. Tutakuwa na vipande viwili, hichi na kingine. Ukipenda story, like, comment hapo kwamba naombeni mwendelezo, nitawaletea. Mwanzo hapo palikuwa na mwanadamu. Mwanadamu naye alikuwa ni sanamu, na sanamu ilikuwa ni udongo. Ndipo Mwenyezi Mungu akatengeneza kipande na kuweza kukiti kipande cha udongo kidogo, na akakichukulia maji ambayo ni dhaifu, ambayo sisi leo tunayatumia kama manii kutoka katika miili yetu. Sijui unanielewa vizuri? Hapo basi akampulizia pumzi, na yeye akawa ni mwanadamu ambaye ndiye Adamu, na alipewa uwezo na akili ya kufikiria na kuweza kutambua jema na baya. Hapo palionekana kuwa Adamu ni bora kuliko hata malaika waliokuwa wakiishi katika mbingu hiyo, kwani Adamu alikuwa na uwezo wa kuweza kutambua aina ya viumbe vyote ambao malaika alishindwa kuwatambua, na Adamu aliweza kuwa na akili ya kuweza kufikiria kuliko viumbe wale wengine. Sisi ni nuru ya udongo na wao ni nuru itokanayo na moto mtukufu. Unaona? Hivyo basi Adamu aliwekwa chini na akaelezwa kuwa utaishi katika bustani hii. Yaani tukome hapo, ukihitaji mwendelezo tutaendelea na nitakupa kiufafanuzi wa hali ya juu na uweze kuelewa matukio, nini kilitokea kuhusu Adamu.